Karibu tena. Wasichana wengi katika eneo la Nyanza wamekuwa wakishindwa kumaliza masomo kwa sababu ya mimba za mapema na umaskini. Na sasa shirika moja la kutetea haki za wasichana limejitolea kuihamasisha jamii kuhusu umuhimu wa elimu kwa mtoto wa kike. Elaitha Ogoti alihudhuria mojawapo ya hafla za shirika hilo, na hapa anatupambia makala yetu ya kila Jumatatu ya elimu na taaluma. Lois Anyango ni mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule moja ya upili hapa Nyanza. Ni mmoja wa wasichana katika kaunti 4 za Nyanza ambao wamekuwa wakikosa kuafikia ndoto zao za maisha kutokana na ukosefu wa elimu. Nataka nisome nimalize shule, nikuwe daktari, nisaidie wenzangu. Ameamua kushiriki katika mbio hizi kuhamasisha umma kuhusu elimu kwa mtoto wa kike. Anakotoka Lois, wasichana wengi hukumbwa na jinamizi la mimba za mapema, kuolewa mapema na ukosefu wa karo. Wasichana wengi wamaliza shule kwa sababu hapati pesa na tena wanapata mimba kabla hawajamaliza shule. Amefika hapa kujumuika na wenzake kutoka maeneo kama Suba, Mbita pamoja na Rachonyo kuhamasisha jamii kuhusu muhimu wa elimu kwa mtoto wa kike. Atakapomaliza masomo yake, Lois angependa kuwa daktari ili aweze kuwa kielelezo chema kwa wasichana hapa Nyanza. Nataka nisome nimalize shule, nikuwe daktari, nisaidie wenzangu. Kulingana na Profesa Kawango Agot, mkurugenzi wa shirika la kuhamasisha haki za wasichana shuleni Initiative for Girls Education, eneo la Nyanza limeonekana kuandikisha kiwango cha chini cha wasichana wanaopata elimu. Nyanza, as we know, posts some of the worst statistics in terms of public health, in terms of education, child dropout, and so on and so forth. And we thought we cannot sit and wait for the national government. We cannot sit and wait for the donor. We cannot sit and wait for anybody to come and help us. We need to rise up. We need to change our mindset. We need to change our attitude. To wait to be helped, to start helping ourselves. Mimi nakimbia katika mbio hizi ili nitimize ndoto yangu ya kumaliza shule. Tayari shirika hilo linawafadhili wasichana wapatao 306 kutoka kaunti za Kisumu, Siaya, Homa Bay na Migori. The girl child has been left behind. And you know, if you educate a mother, you educate the community and hence the nation. Fuatia kudorora kwa sekta ya elimu hapa Nyanza, sasa mashirika yasiyo ya serikali yamejitokeza ili kuhamasisha jamii kuokoa ndoto za wasichana wa shule kama Lois ambao wanaonyesha matumaini makubwa. As a company we feel the girl child is a pillar of the community. In the long term, these are going to be our mothers, these are going to be the future leaders, and they are very endangered, especially in rural Kenya. We feel as if it's an area where we have not really focused our resources, our energies, our funds. Hatua hii inaonekana kuwa mwamko mpya kwa wasichana katika kaunti 4 hapa Nyanza, kwani wataweza kutimiza ndoto zao za maisha. Ogoti Elaitha, KTN, Homa Bay.